Je, kuna mbinu gani ambazo zinatumika kufikisha pia taarifa na elimu pia kwa vijana wengi zaidi kuhusu njia za kisasa za uzazi wa mpango? Sijakupata vizuri. Yaani Maua alisikia kwenye redio kwamba kwa mara ya kwanza kabisa. Baada ya hapo tukaamini kwamba redio ni chombo mojawapo ambacho kinaweza kuwafikishia elimu. Tuna njia zingine zipi ambazo unaweza kutumia ili vijana wengi zaidi wapate taarifa kuhusu njia za kisasa za uzazi wa mpango? Asante. Njia za kupata elimu kuhusu uzazi wa mpango kama ambavyo nimekwisha kueleza hapo nyuma kidogo kwamba ziko nyingi. Radio ni njia mojawapo, kama hivi tunapojadili hapa na kuongea na kuwasikiliza wao na kujibu maswali, ni njia mojawapo. Lakini pia televisions na zenyewe kuna vipindi mbalimbali vya elimu ya afya vinarushwa kule, matangazo mbalimbali yanarushwa kule na wenzetu wa Health Promotion, Wizara ya Afya. Lakini pia kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma elimu inatolewa, hamasa inatolewa. Wanaweza wakaenda kule wakapata elimu kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Na pia wakienda huko kuna vipeperushi pia vipo ambavyo wanaweza wakapewa na wakavisoma vikawasaidia. Kwa hiyo njia kwamba apate wapi elimu ziko nyingi. Na hata kwenye mitandao ya kijamii siku hizi ziko mle, zimewekwa tu nyingi. Mtu akigoogle kule anaweza akapata elimu. Akipata elimu basi anaweza kusogea kwenye kituo cha huduma cha kutolea huduma za afya kule akapata elimu zaidi na hatimaye kuweza kuchagua njia kama atakuwa yuko tayari kutumia. Sawa bana, kabla tujamalizia hili swali la mwisho Mkakala. Wewe la mwisho kwako. Kwangu mimi. Kwako. Kwangu mimi la mwisho. Mimi bado yako mengi. Najua unao mengi sana. Natamani pia turudi kwa msikilizaji ambaye pia bila shaka ametuma jumbe zake kupitia namba 0621780663. Sasa wanajadili wao tu bwana huko. Pia kuna jumbe ambazo zimetumwa huko, tuzipitie kuweza kufahamu kile ambacho kimeandikwa. Sawa, kupitia 0621780663 kwenye mtaa wako huu hapa. Yako mengi sana, lakini nikianza na Profesa Nabi kutoka pande za Dirifu pale Mgodini, anasema masuala ya mzazi wa mpango hayo bwana. Gerard kutoka Kasanse anasema habari zenu hapo studio, na mimi namwambia ni salama kabisa. Lakini Mwamba Gembe kutoka maeneo ya Katonyaga pale anasema sitaki uzazi wa mpango wa uzazi kwa sababu nataka kuzaa watoto wengi. Amesema yeye hataki. Mkakala, huyo Maua alikuwa ana kondomu gani, ya kiume au ya kike? Mimi kwa kweli sikuona. Joni wajina wake uliona? Ilikuwa ni kondom. Ya kike ya kiume? Ilikuwa ni kondom. Haya. Tujibebe Falesamike Manjula Kisukuma kutoka Ifinsi pale Mnyamasi. Asante sana mtaalamu wetu kwa kutupa elimu nzuri ya uzazi wa mpango. Ila swali moja niulize, njia ipi inayomfaa mwanamke kufunga uzazi asiwe kila siku mgonjwa? Mara nyingi tunaona wale waliofunga uzazi mara nyingi wanakuaga wagonjwa, wakati siku ya kujifunga tulifunga kwa furaha, ikawa tabu kubwa. Tena njia ipi nzuri mtaalamu wetu? Siku ya kufunga ilikuwa sherehe. Sasa ni free body. Baada ya hapo sikia mimi leo kichomi, kesho mgongo, kesho mguu, kesho kidole. Haya, tuambie madam taalam. Asante. Niseme kwamba kufunga uzazi kwa maana ya kufunga kwa operation kwa mwanamke haimletei madhara yoyote ya kusema kwamba baada ya kufunga uzazi ndio leo ataamka asubuhi anaumwa, jioni aseme anaumwa, kesho kutwa hivyo kwamba anapata kuumwa ama maudhi ya mara kwa mara. Si kweli. Labda huyo mtu, kwa sababu hii ni operation ndogo, by the way, hii ni operation ndogo ambayo anafanyiwa na anarudi nyumbani siku hiyo. Sio operation ya kusema atalazwa hospitali au anapasuliwa sehemu kubwa. Ni sehemu ndogo sana inapasuliwa na kufunga huo uzazi. Kwa hiyo kama mke wake alienda kufunga kwa furaha kama anavyosema, nikupongeze kwamba mlifunga kwa furaha, lakini baada ya hapo amekuwa na maudhi ama homa za mara kwa mara, hizo isakuwa tu ni homa ambazo mwanadamu awaye yote anaweza akapata hata kama asingefanywa operation hiyo ama asingefunga uzazi.
kwa sababu hata operation zingine kubwa watu wanafanyiwa, baada ya muda anaendelea tu vizuri, anarudi kwenye hali yake ya kawaida na anaendelea na kazi. Lakini pia bado kuna mtu anaweza akawa hata hajafanyiwa operation au hajafunga uzazi, lakini basi afya tu ikagoma, ikawa leo anaumwa, kesho anaumwa hiki, kesho kutwa anaumwa kile. Kwa hiyo nimtoe wasiwasi kwamba hayo yatakuwa tu ni mabadiliko ya mwili ya kawaida, ambayo mtu anaweza akapata homa ama akapata ugonjwa wote ule, lakini haitokani na kufunga kwa uzazi, haviendani na kufunga kwa uzazi. Okay. Nilitamani pia mtaalamu aseme neno ama ushauri kwa yule ambaye amesema yeye hawezi kutumia kwa sababu anatamani kupata watoto wengi zaidi. Kuna mwenzetu mmoja amesema kwenye message, ndio amesema kwamba yeye atamani kufunga uzazi kwa sababu anatamani kupata watoto wengi zaidi. Na sijaelewa vizuri kwamba aliyesema hivyo ni baba au aliyesema hivyo ni mwanaume. Ni mama. Ni mwanaume. Yeye kama anatamani kupata watoto wengi zaidi, sawa, unaweza kutamani kupata watoto wengi zaidi, lakini kuna wanaume wengine wamelazimisha wake zao kuzaa. Katavi nishakutana na mama ana mimba ya 21. Na yule mama alienda kwa daktari mwenyewe akasema, daktari, safari hii sitaki kurudi nyumbani sijafunga uzazi. Sitaki. 21. Yaani ana timu kabisa ya kutosha na reserve ya kutosha. Na anaweza akachezesha yeye mwenyewe timu zote mbili. Kwa hiyo baba, wewe ukisema kwamba huna mpango wa kupanga uzazi, angalia afya ya mke wako, kwamba huyu mama unamweka kwenye hatari. Kadiri mama atakavyozaa mara kwa mara, afu mara nyingi, unamweka kwenye hatari kubwa zaidi ya kuweza kupasuka kizazi. Ni changamoto, na tunapata vifo vitokanavyo na uzazi kwa sababu ya watu ambao wamezaa mara nyingi, kwa sababu hicho kizazi akijapumzika vizuri, akijapata nguvu, afya ya mama haijarudi kwenye hali yake, tayari ana mimba nyingine. Kadiri kinavyotumika mara kwa mara, kinazidi kuwa chepesi na kinakosa nguvu. Kwa hiyo inaweza ikatokea siku ya siku mama akiwa mjamzito akapata shida yoyote hata ya kuchanika kizazi na nini. Hatuombi awe hivyo, lakini lazima tuongee tu ukweli jinsi ulivyo. Kwa hiyo mimi nikushauri, kaa chini, fikiria upya, pishanisha hizo mimba kwa huyo mwanamke ili afya yake iweze kuwa bora, lakini pia ili aweze kuendelea kuishi na kuwatunza wale watoto ambao tayari mnao. Hujasema kwamba ni watoto wangapi mlionao, lakini mimi nikusiteni chini, muongee na mke wako, mpange vizuri, mshauriane, mpishanishe watoto, alafu utaona matokeo ya huyo mama au uzuri wa huyo mama, kwa sababu atakulelea watoto ambao tayari wako, hata acha mzigo. Tunapata changamoto kubwa kwenye jamii pale ambapo mama anapoteza maisha, hasa wakati wa uzazi. Waga inaumiza sana, kwa sababu alikuwa na nia njema ya kuleta ama kuongeza mtu mwingine duniani, lakini bahati mbaya akapoteza maisha. Wale watoto ambao tayari wako duniani wanapataga shida kubwa sana. Wanaume wengi kiasi fulani waga sio wavumilivu, hawezi kuvumilia. Akisha poteza mke, baada ya muda mfupi ama hata kama ni baada ya muda mrefu, basi atapata mwingine. Lakini ole wa wale watoto ambao mama yao amekufa. Asilimia kubwa wanakuja kuishia wakiwa hawana matumaini tena ya maisha, kwa sababu hakuna mtu mwenye uchungu wa kuangalia kwa karibu, kuhakikisha wamekula, wameenda shule, wamesoma, wamefanikiwa, na wao wamekuwa baadaye wawe baba wazuri ama wawe mama wazuri. Kwa hiyo tunaangalia pande zote. Mpenzi wangu msikilizaji, kaa chini, kalifikiria hilo, uweze kuamua njia sahihi ya kuweza kulea watoto ambao mko nao, na kama bado mnazaa basi upishanishe. Na wengine wana opti ama wanachagua kuwa na basi na mke mwingine ili apate watoto wengi hao wanaowahitaji yeye kama baba. Yes, ndio mmiliki wa wote bwana. Yeye mwingine wewe sasa. Hiyo ni kazi. Hapo naye hiyo ni majanga, na mimi sikushauri ufanye hivyo. Ila nasema ukweli ulivyo. Na atatakiwa kula kumbuka huyo mwingine, na yeye atatakiwa avae. Tajiri kijana Mkala Egela kutoka maeneo Ivungu anasema, mimi siwezi kutumia uzazi wa mpango kwa sababu kila mtoto aliyopo tumboni mwangu ana haki ya kuishi duniani. Alafu huo ni uuaji kabisa. Unasema nini kwa huyo? Kwamba ni uuaji. Anaona ni uuaji kwa sio uuaji.
Uuaji utakuwa uuaji kama mimba ilishatungwa, basi huyo mtu akaamua kutoa hiyo mimba, hiyo ni uuaji. Lakini hii kuzuia mimba isitunge, hapo umeua nini? Unakuwa umemuua nani hapo? Hujaua. Kuua ni kuua mtu ambaye tayari ameshakuwa ni mtu, yaani mimba imeshatunga, basi ni mimba. Ukitoa ama mtoto akazaliwa ukamua, hapo utasema umeua. Lakini hapa umezuia mimba hiyo isitunge, kwa hiyo utakuwa hujaua. Tujibebe Abel Noah kutoka pande za Tambazi pale anasema igizo hilo la John na Maua nimelipenda sana, maana kaka John hakupenda atumie kinga za uzazi wa mpango wa kisasa, maana alijua itamletea madhara Maua. Kosa lake hakumweka wazi John, ila na swali kwa mtaalam, je, kama hizo njia zote situmii naweza kupata madhara yoyote yale kwa upande wangu, ila mwenza wangu akawa anatumia njia za uzazi wa mpango? Kazi njema. Manake kwamba mwenza anatumia njia ya uzazi wa mpango ila yeye hatumii. Anaweza kupata madhara yeye ambaye hatumii. Kwani anayetumia anapata madhara? Ndio maana na mimi nimeshindwa kuelewa pia. Na ukisoma pia hapo message pia. Au yeye alifikiri kwamba uzazi wa mpango wote tunatumia, baba lazima tutumie wote pamoja. Nahisi akitumia mmoja wapo inatosha, kwa sababu tunacholenga hapa ni kuzuia mimba zisizotarajiwa, ama basi kutoa nafasi kati ya mtoto na mtoto. Kwa hiyo akitumia moja inatosha. Anasema kama hajatumia, anasema kwani kama hajaingia kwenye siku zake ni lazima kutumia njia hizo za uzazi wa mpango, au mpaka au kwenye siku zake ndo unatumia, au hata kama hayupo kwenye siku zake unatumia? Anasema Papiasi Mfipa Kulinchi papo nitakuelewa. Umejitahidi bro. Niseme kwamba kama mtu yuko kwenye mahusiano ya kimapenzi na yuko kwenye umri wa kuzaa na hajawa tayari basi kuzaa, hiyo ndio uzazi wa mpango wenyewe, kwamba yuko kwenye umri wa kuzaa lakini hajawa tayari kuzaa. Ni vizuri akatumia njia za uzazi wa mpango ili asizae kile kipindi ambacho hajatarajia kuzaa, au akapata mimba wakati hajatarajia kuzaa au kupata hiyo mimba. Ni vizuri akatumia uzazi wa mpango, lakini hatutumii kwa kuvizia tu kwamba leo naingia kwenye siku zangu ndio unatumia. Hapo lazima utashikwa tu. Unaambia hivi tena saa hizi madada poa ni wengi, mbuga ya fisi wamerudi kwa kasi. Mbuga gani hiyo? Hiyo so mad. Anasema Martin kabisa. Martin Tobias mtoto wa mama kutoka Kasolwa pale. Anasema kaka nawapata vizuri sana. Ulisema hapa kwetu Kasolwa. Hapa kwetu Kasolwa. Sijaelewa hapo. Modesti Kilistofa kutoka maeneo ya Dilifu Machimboni pale. Anasema natupata vizuri kutoka pande zile pale. Baba D wa Kilimahewa Shanwe. Kuna baadhi ya wanawake wakitumia baadhi ya njia za uzazi wa mpango wanakuwa wanene na wengine wanakuwa wanene, wanakuwa na wengine wanakuwa wembamba kuliko. Je, kitaalamu hii inasababishwa na nini? Tunaenda kitaalamu sasa. Ni sawa. Inaweza ikawa sio rahisi sana kuweza kubaini kwamba huyu amenenepa kwa sababu ya anatumia njia za uzazi wa mpango, hiyo moja. Au amekonda kwa sababu anatumia njia za uzazi wa mpango. Kwa mfano mtu anatumia kondom. Kondom itakuwa imemuongezea kitu gani mpaka aweze kukonda ama kunenepa? Kwa hiyo mambo mengine yanakuwa hayatabiriki sana, japo kuna baadhi wakitumia njia za uzazi wa mpango wanaweza wakanenepa kwa sababu wanapata appetite, wanapata hamu ya kula sana. Kwa hiyo kinachomnenepesha sio uzazi wa mpango. Kwa hiyo na kondom inaweza kumsababisha akapata appetite. Hapana. Hizo njia zingine. Kwa hiyo kula sana, kama mtu anapata diet ya kutosha, mlo wa kutosha, lazima mwili utaongezeka. Lakini moja kwa moja kwamba kwa nini inamkondesha, hiyo inategemea. Siwezi nikasema moja kwa moja kwamba ni uzazi wa mpango ndio umemkondesha au umemnenepesha. Robert anapatikana Sumbawanga. Nimebidi nigune kwanza.
Naomba niulize hivi, anasema hivyo Robert huyo. Naomba niulize hivi, nje ya condom, mbona kuna wengine wanasema condom zinasababisha kansa? Hizo msikilizaji wangu, hizo ni vumi. Condom ni mpira tu uliotengenezwa, haujawa popote, haujafanyiwa, hakuna tafiti imefanyika ikaonekana kwamba condom inasababisha kansa, kwa sababu wagonjwa wa kansa tunao siku zote, tunao kwenye mazingira yetu tunao, lakini ni vile hatujawauliza kwamba umepata nani kansa, ulitumiaga condom? Ili aweze kusema kwamba nilitumia condom, pengine ilichangia. Kwa hiyo kifupi tu niseme kwamba hakuna tafiti ambazo zimefanyika za kitaalam, kisayansi, kuonyesha kwamba condom inaweza ikasababisha kansa. Kansa inampata tu mtu pale mabadiliko ya seli za mwili inapotokea kwa mtu mmoja mmoja. Huyu bwana ajitambulisha jina, akasema, dada, naomba kuuliza. Dada yangu amefunga uzazi kwa njia ya operation, lakini kila siku tumbo linauma sana mpaka anapoteza fahamu. Muda mwingine mpaka anapoteza fahamu, tumbo linamuuma sana. Kwa sababu aliyeuliza ni sio muhusika. Sio muhusika. Mimi ni mshauri tu kwamba mueleze dada yako kwamba aende kwenye kituo cha huduma pale alipofanyiwa operation, au kama yuko mbali na hicho kituo mahali alipofungia uzazi, anaweza kwenda kwenye kituo chochote cha huduma kikubwa ili akatoe hayo maelezo yake, aonane na mtaalamu atoe maelezo yake ili aweze kumfanyia uchunguzi zaidi.